Bana, hiki ni kile ambacho kimejiri mara baada ya Young Africans kukutana na bodi ya ligi. Wamekaa wamezungumza. Sasa baada ya Young Africans kuendelea kushikilia msimamo kwao, hawachezi dabi ya Kariakoo mpaka pale watakapokuwa wamepewa majibu ya kujiridhisha. Lakini pia Alkamwe, wakati akiongea kwenye place ya Young Africans walipoitisha waandishi wa habari Jangwani, amezungumza na kusema kwamba Kasongo, CEO wa bodi ya ligi, Almas Kasongo, aliwaambia kwamba siku ya tarehe 8 March kuna kiongozi mkubwa kutoka serikalini alipiga simu na akasema geti lisifunguliwe la Benjamin William Mkapa. Lakini hayo Almas Kasongo hakuyasema, na Alikamwe akasema kwamba kama wanataka tuseme basi waseme yote. Wilson Ulumba yeye anasema Yanga kwenye barua yao ya tarehe 9 mwezi wa 6 kwenda bodi ya ligi ili wacheze dabi ya tarehe 15 wanataka: moja, kujiuzuru kwa CEO wa bodi ya ligi, kujiuzuru kwa katibu wa TFF, kuvunjwa kwa kamati ya saa 72 na bodi ya ligi ili iwe huru. Kimsingi kikao cha leo hakijabadilisha chochote cha Juni 15 kuelekea kwenye mchezo huo. Wilson Uluma anaamini katika haya mahitaji manne, hitaji moja la kuvunjwa kwa kamati ya saa 72 ndilo lipo ndani ya uwezo wa TPLB, na hata hili lenyewe ni gumu kwa sababu ukimtoa Young Africans, bodi ya ligi ina timu nyingine 47 inazisimamia kwenye madaraja matatu tofauti. Je, hizi timu zote zina mtazamo unaolingana Young Africans juu ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, kamati ya saa 72? Kweli mwenyekiti wa kamati ya saa 72 ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya ligi anaweza kuvunja hili kamati kwa sababu tu timu inaitwa Young Africans hawana imani nayo? Sio rahisi hata kidogo. Hayo mambo mengine matatu ni out of scope, yani kwa maana nje ya uwezo wa TPLB kuyatekeleza katika, hata kwa mujibu wa CEO Almas Kasongo kwenye ile presa yake aliyoisema na kuzungumza leo. Ni mambo ya mchakato wa muda mrefu na yanahusu zaidi katika utendaji wa TFF na mkutano mkuu wa TFF kuweza kuyatolea maamuzi. Sasa unafanyaje tukae tusubiri mkutano mkuu wa TFF ili mechi ya dabi ichezwe? Sijajua, lakini ninachokiona kila mtu anabaki na msimamo wake wa awali. Bodi ya ligi wataendelea na mipango ya dabi tarehe 15, Young Africans waendelee na hatuchezi yao kama kawaida, tuendeni tu kidogo, lakini hili jambo linaenda kubadilisha sura ya mpira wetu milele hapa Tanzania. Kwenye ishu ya kusimamia kanuni na taratibu nitakuwepo. Wilson John Uluma akikiri na kusema kwamba Young Africans wanakwenda kubadilisha mpira wa Tanzania kwa sababu kwa hiki ambacho wanakisimamia na kwa yale ambayo yanazungumzwa, bado ngoma ni ngumu, na mwisho wa siku kitakuja kueleweka tarehe 15 ya mwezi Juni 2025 pale Young Africans kama watakuwa wamekubali kwenda kucheza ama watakuwa hawajakubali kwenda kucheza. Bado vita yao itaendelea kuwa mbichi dhidi ya TFF na bodi ya ligi.